Ukurasa wa 325 wa kitabu hiki cha mwaka wa 2025 unafikia tamati yake leo, ukitupa nafasi ya kusoma kitabu kipya kabisa cha mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi, imekuwa ni safari ndefu, safari ya kupanda na kushuka, ya kuanguka na kuamka, safari iliyojaa changamoto na nyakati za urahisi wa maisha, safari ya shida na raha. Mwaka huu tumepitia mengi. Wapo waliopoteza wapendwa wao na mioyo yao ikabaki na majeraha yasiyoonekana. Wapo waliopokea uhai mpya, watoto wakazaliwa na kuleta nuru mpya katika familia. Wengine tumefaulu katika masomo, kazi na mipango yetu, huku wengine tukikumbana na kufeli na kukata tamaa. Wapo waliopata afya njema na wapo waliopambana na ugonjwa. Uzima na mauti vimepishana mbele ya macho yetu, vikitukumbusha udhaifu wa maisha ya mwanadamu. Lakini katika yote haya kuna jambo moja la msingi: tunavuka. Siku baada ya siku, wiki baada ya wiki, mwezi baada ya mwezi, tumefika hapa tulipo leo. Saa chache tu tumalizane na kurasa za kitabu hiki kiitwacho mwaka 2025. Leo hii mwaka unakata pumzi zake za mwisho. Tunafungua ukurasa wa mwisho sasa kwa mwaka huu. Mwaka 2025 unaagana nasi kimya kimya, na mwaka mwingine unaubisha mlango wa maisha yetu. Mwaka 2026 ni wakati wa kusimama kidogo. Ni wakati wa kutazama nyuma, si kwa huzuni bali kwa shukrani, kwa sababu hata katika machozi Mungu amekuwa nasi. Hata katika giza kumekuwa na mwanga. Hata katika maumivu kumekuwa na mafunzo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi, si kila kilichotokea mwaka huu kilikuwa kizuri, lakini kila kilichotokea kilikuwa na maana yake katika maisha yetu kama wanadamu. Kila tukio limetuunda, likatufinyanga afanyavyo mfinyanzi kwa vyungu. Kila changamoto imekuwa mwalimu ikatufundisha. Kila kuanguka kumetufundisha namna ya kuinuka tena na kuendelea na safari. Tunapoingia katika mwaka mpya, hatuendi mikono mitupu. Mkono mtupu haurambwi, wasemi wasemavyo. Tunaingia na baraka sufufu. Tunaingia na uzoefu. Tunaingia na hekima. Tunaingia na matumaini mapya. Mwaka 2026 hauji kama hukumu, bali kama fursa. Nafasi ya kuanza tena, fursa ya kusamehe, fursa ya kupenda zaidi, nafasi ya kurekebisha pale tulipokosea, fursa ya kuwa watu bora zaidi kuliko tulivyokuwa jana. Ni kweli hatujui mwaka mpya una nini mbele yetu. Hatujui changamoto zipi zitatukabili. Hatujui furaha zipi zitatupata na kutukumbatia. Lakini tunajua jambo moja muhimu: hatutaingia peke yetu. Tunaingia tukiwa na Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tunaingia tukiwa na imani. Tunaingia tukiwa na matumaini kwamba kesho inaweza kuwa aula kuliko leo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi, leo sio siku ya kukata tamaa. Leo ni siku ya kushukuru. Leo ni siku ya kuachilia yaliyopita. Leo ni siku ya kukumbatia yajayo.
Basi tunapovuka kutoka mwaka huu kwenda mwaka mwingine, tuvuke kwa amani, tuvuke kwa shukrani na tuvuke kwa matumaini. Tunapofunga ukurasa wa mwaka 2025, ninachukua nafasi hii na kwa unyenyekevu nasema, kama nilikukwaza kwa neno, unisamehe, sikukusudia. Kama nilikukosea kwa tendo, nionee huruma. Kama nilikukwaruza kwa mawazo, kwa mtazamo au kwa kimya changu, niwie radhi. Kama nilishindwa kukuelewa ulipohitaji kusikilizwa, nisamehe. Kama nilichelewa kukusaidia ulipohitaji mkono wa faraja, nisamehe. Kama nilisema mengi pasipo hekima au nikanyamaza nilipopaswa kunena, nisamehe. Kama nilikupita bila kukuona, nikakuhukumu bila kukufahamu, nikakosea kukupa heshima ulioistahili, leo nanyenyekea na kuomba radhi. Tuache mizigo ya jana, tuache machungu ya kale, tuache chuki, kinyongo na machozi ya moyoni. Tuisafishe mioyo yetu kama ardhi inayongoja mvua mpya. Na kama nami niliwakwaza wengine bila kujua, naomba niondolewe lawama kwa rehema. Kama nilijeruhiwa, nachagua kusamehe. Kama niliumizwa, nachagua kuachilia. Tunapovuka mwaka, tuvuke na mioyo safi, tuvuke na matumaini mapya, tuvuke na upendo ulio hai. Mwaka mpya na utukute tukiwa watu bora zaidi, wenye huruma zaidi, wenye busara zaidi, wenye shukrani zaidi. Amani iwe nasi, upendo ututawale, na baraka zituandame katika siku zijazo. Asante. Huu ndio mwisho wa mwaka, lakini mwanzo wa neema mpya. Kwa muhtasari, naomba endapo nilikukosea, kuna siku nilikusema, nilikukera, nilikuudhi, niliondoa amani moyoni mwako, iwe bahati mbaya au kwa kukusudia, nilikudanganya, niliwahi kukuharibia siku, nilikufanyia chochote au jambo ambalo halikukupendeza, naomba unisamehe sana. Tumalize mwaka huu kwa njia freshi kama watu. Tumalize mwaka kwa upendo na amani. Kwa heri mwaka 2025. Asante kwa funzo, kwa safari, kwa maisha. Karibu mwaka 2026. Tunaingia ndani yako kwa imani, kwa matumaini na kwa upendo. Tuombe. Ee Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako katika dakika hizi za mwisho za mwaka. Tunakushukuru kwa ulinzi wako, kwa pumzi ya uhai, kwa hatua zote tulizopiga siku baada ya siku, wiki baada ya wiki, mwezi baada ya mwezi. Tunakabidhi mikononi mwako machozi yote tuliyolia, furaha zote tulizocheka, mafanikio yote tuliyosherehekea na makosa yote tuliyojutia. Uyatakase yote kwa huruma yako. Tunapovuka kuingia mwaka mpya, tuongoze katika njia ya haki. Ubariki familia zetu, uwaponye wagonjwa wote, utulize waliovunjika moyo, uwape pumziko wale tuliowapoteza, na utujalie mwaka wa amani, mwaka wa afya njema na mwaka wa matumaini mapya. Tunaomba haya yote kwa unyenyekevu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mpendwa msikilizaji, asante sana kwa kuandamana nasi katika safari hii ya mwaka mzima. Asante kwa kuwa sehemu ya familia ya Radio Maria Kenya Nairobi, sauti ya matumaini, sauti ya Injili na sauti ya amani. Kwa niaba ya uongozi wa Radio Maria na kutakia baraka tele, amani ya Mungu na neema nyingi katika mwaka mpya unaoingia. Kwa heri mwaka 2025, karibu mwaka 2026. Naitwa Shamba wa Shamba,
nikikuletea makala haya moja kwa moja kutoka katika redio yetu, redio ya Mama, mahujaji wa matumaini, pamoja katika sala. Amina. Tupatane tena papa hapa Radio Maria Kenya, Nairobi, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, kwa masafa 107.3 FM na 107.0 FM ukiwa maeneo ya Kericho na Nairobi na viunga vyake vyote.